Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Katika video ya siku ya leo naenda kushare na wewe utengenezaji wa sabuni ya maji kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Karibu sana, naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Lakini pia nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho nimekuandikia zaidi ya bidhaa 21. Lakini kwa wewe ambao unapenda kujifunza, unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 0971. Kwa hiyo tuende pamoja. Hatua ya kwanza msikilizaji, na mimina chumvi, na chumvi ambayo inapaswa kutumika hapa ni chumvi ya mawe. Japokuwa watu wengi hawapende chumvi ya mawe kwa sababu inachelewa kuyeyuka, lakini chumvi nzuri kuliko zingine ni chumvi za mawe. Hata wale ambao wako madarasa yetu wanafahamu hilo. Baada ya hapo tunaweka Celes au Texapon, tunamimina vizuri. Wengine pia hupenda kuita unga roll. Yes, baada ya hapo tunaendelea na ukorogaji, na ukorogaji unapaswa uwe ukorogaji wa kuelekea upande mmoja. Kwa kama umeanza kulia kwenda kushoto, iwe kulia kwenda kushoto mwanzo mpaka mwisho wa zoezi lako la ukorogaji. Baada ya hapo ukipata matokeo fulani mazuri katika kukoroga, unaweka maji na huku unaendelea kukoroga kuelekea upande mmoja. Maji ambayo unaweza kuyatumia yakupe matokeo mazuri, basi tumia maji laini. Usitumie maji ya chumvi. Maji ya chumvi mara nyingi yana uwezo wa kukata ile sabuni yako isitoke vizuri. Lakini ukitumia maji laini au ukatumia maji ya mvua, lakini kwa msaada wa bure kwa wale ambao labda wanatumia maji ya chumvi, yale maji ya chumvi unaweza ukayachukua ukayachemsha vizuri yakachemka. Baada ya kuchemka unayaepua mpaka yapoe kabisa. Yakisha kupoa, basi yatakuwa tayari yameshabadilika, yametoka kwenye hard water yanakuwa soft water. Baada hapo tunaweka perfume ambayo ni nzuri. Unaweza kuweka strawberry. Strawberry ni perfume nzuri ambayo inafanya vizuri zaidi. Lakini pia kuna lavender, kuna pink passion, kuna bubblegum, kuna sweet orange. Kwa hizo ni perfume ambazo ni nzuri, unaweza kutumia na zikakupa matokeo mazuri zaidi na wateja wakazipenda zaidi katika bidhaa yako ya sabuni. Yes, baada ya hapo tunaongeza maji, tunaendelea kukoroga kama kawaida. Msikilizaji, kati ya bidhaa ambazo zina faida, hata sabuni ya maji ina faida pia. Kwa mfano, unaweza kununua malighafi za F30 ukazalisha, baada ya kupeleka sokoni ukapata F30 nje na ile ya kwako ya mtaji. Kwa hiyo ni bidhaa ambayo inaweza kukupatia faida, mtaji kwa faida. Baada ya hapo unachukua ndoo nyingine pembeni. Yes, nimeweka maji lita kadhaa namna hiyo. Kwa hiyo ukiwa unatengeneza bidhaa yako, basi hakikisha kwamba kila kitu basi kimekaa sehemu moja. Sio kwamba umeanza uzalishaji alafu unafanya uzalishaji unakuta kuna kitu hujakiweka sawa, unasogea sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka vitu vyako sehemu moja ili kuepusha ile mizunguko ambayo haina tija katikati ya mkorogo. Hapo ni soda ash tunaweka. Soda ash light kazi yake kubwa ni kuneutralize ile asidi ambayo ni sulfonic, ambayo ndio hii hapa tuna add. Kwa hiyo zingatia sana vipimo msikilizaji. Kuna watu wanatengeneza sabuni zinajigawa, zinajitenga. Sabuni mwisho wa siku inapauka ile rangi, kwa hiyo inaleta matokeo mengine ambayo sio mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hatuzingatii vipimo na tunataka kuzalisha hata kama hatujui kutengeneza. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza kwanza. Baada ya kujifunza, basi ndio una uwezo wa kuanza kuzalisha bidhaa zako ukiwa tayari unafahamu nini unakifanya. Kwa pale utakoroga sulfonic acid pamoja na soda ash light. Baada ya kuona kwamba imeshakorogeka tayari na imeleta matokeo mazuri, tunachukua mkorogo wa soda ash pamoja na sulfonic, tunamimina katika ule mkorogo mwingine ambao ndani yake una chumvi pamoja na Celes au Texapon. Na baada ya kuunganisha, basi tunaendelea kukoroga. Kama unapenda kujifunza zaidi msikilizaji, kuna kitabu nimekuandikia cha Miliki Kiwanda Chako. Kuna madarasa yanaendelea kupitia WhatsApp namba 0783 500 971. Utajifunza zaidi na utapata elimu zaidi, namna ya kufungasha bidhaa zako, namna ya kutengeneza lebo yako. Kwa vitu vyote hivyo utajifunza katika channel hii ya Lodness Enterprises. Hivyo basi kama uko interested zaidi na ujasiriamali, ukasubscribe ili usipitwe na video yoyote ambayo inaendelea katika ukurasa huu wa Lodness Enterprises. Baada ya hapo msikilizaji, tunachukua maji mengine. Kuna kiambata ambacho kinafahamika kwa jina la CMC.
Lakini pia kuna wakati mwingine tunatumia kuna kemikali nyingine ambayo inatumika kwa ajili ya kuongeza uzito ambao tunaitumia. Kwa hiyo unaweza kaitumia CMC yenyewe kama yenyewe au ukaamua kutumia Alkatum. Sasa ili kupe matokeo mazuri zaidi unaikorogea pembeni. Usikorogea moja kwa moja kwa sababu ikiwa utaikorogea moja kwa moja pale, kitakachotokea ni kwamba zile kemikali hazitayeyuka, kwa hiyo utakuta mabunje kwenye sabuni yako. Kwa vema, jambo la msingi na ushauri wa bure, korogea pembeni. Baada ya kuona kwamba imeyeyuka vizuri, changanya mkorogo wako pamoja. Lakini pia kama una level ya mashine ile ya kukoroga, baada ya kuzalisha ukikaa masaa 3, ingiza mashine, pikicha kwa nguvu na ile mashine, sabuni yako itatoka ikiwa smooth zaidi kuliko ukorogaji huu. Nafikiri pia katika video ambazo zimepita nimeonyesha namna ya kutumia ile mashine na nimeonyesha, lakini pia bado nitaendelea kuonyesha kwa sababu elimu tunaamini kwamba haijawahi kuwa na mwisho. Kwa karibu sana kwenye ujasiriamali. Ikiwa unapenda kujifunza, karibu. Ikiwa unapenda kupata nakala ya kitabu soft copy pamoja na hard copy, karibu pia ni text kwa namba za simu hizo hapo.